Well, karibu katika muda na wakati ambao tunakutana na wewe katika Wednesday Show, na tukiwa katika yale ambayo yanaelezea masuala mbalimbali ya kimichezo, huku tukiwa katika mapumziko ya ligi kuu ya soka Tanzania, lakini vile vile tukiwa tuko katika kampeni za timu yetu ya taifa katika michezo mbalimbali. Lakini sasa leo hii nimeona kwamba tuende kwenye eneo lingine. Tulikuwa na Osman Kazi wiki iliyopita tukizungumzia matatizo ambayo yanasababisha ucheleweshaji wa dakika katika mchezo, na akaweza kutufafanulia vizuri zaidi. Lakini wiki hii basi nimeona niende tena au niguse sehemu ya mawakala wa wachezaji hapa Tanzania. Na mmoja kati ya kampuni ambayo inafanya vema na yenye wachezaji wanaofanya vema ni CalPro Sports Management, ambayo iko chini ya Carlos. Jina kubwa ambalo linafahamika ni Carlos Mastermind. Yani amekuwa ni mastermind katika mambo kadhaa ya kuhakikisha anaweka wachezaji na kufanikiwa katika kile. Ukimtaja Kibu Dennis, ukimtaja Mohamed Hussein Shabalala, ukimtaja Komeni, ukimtaja Muzamiru Yasin, au ni baadhi tu kati ya wachezaji wengi ambao wapo katika kampuni hiyo ya CalPro. Na nipo naye hapa studio kwa hivi sasa. Karibu sana Carlos. Shukrani sana. Mambo vipi? Mambo poa. Huko ndugu yangu? Alhamdulillah. Kitambo hicho. Yeah. Tunaona kwenye matukio zaidi. Lakini ndo kawaida kwamba watu wa mpira tunakutana katika maeneo, lakini ikifika zile unasema zile festival zile sasa Euro, sijui ninaenda ku relax mind na kuangalia wenzetu jinsi walivyokwenda. Sahihi kabisa. Naam, Carlos, nimekuwa na mtiririko wa vitu kadhaa vya kuzungumza, lakini nimeona nitumia fursa hii wakati ligi iko katika mapumziko kuweza kugusia masuala kadhaa, lakini moja ambao ni la msingi ambao tumeona kwamba limekuwa linaleta utofauti mkubwa ni swala la sports management, kwa maana ya kwamba hiyo dhima nzima, lakini pia umiliki na kumanage wachezaji. Sasa CalPro, kwanza tuanze nayo, kampuni yako ni ya nini hasa na ulianzisha ukiwa na lengo gani? CalPro Sports Management kama inavyojieleza ina manage michezo. So far tumeanza na soka, lakini we are looking forward kwenye kufanya expansion kwenye michezo mingine, lakini sio tu michezo, lakini pia activities za michezo yenyewe. Kwa mfano projects za ujenzi wa viwanja, projects za kujenga semi ama Olympic swimming pools. Tuna ideas nyingi na projects nyingi ambazo zitakuja baadaye, ndo dhima ya sports management yenyewe. So we are not only dealing with soccer, but so far we are dealing with soccer only, ingawa tunataka tufanya expansion. Kwa hiyo into soccer tunasaidia wachezaji kuangalia fursa zao, kwa maana ya kuactivate masuala ya mikataba yao, kuangalia lifestyles zao, kuangalia on how much they can create commercials, kwa maana endorsements, kwa maana ya influencerships, kwa maana ambassadorships, lakini pia kuwa style katika situation ambayo wakimaliza mpira waishi vizuri. That's very critical. Lakini pia hapa katikati kuna issues kama psychologize wachezaji, wana mazingira mengi, wana changamoto nyingi, kwa hiyo on how to handle, kwa sababu ukiangalia industry yenyewe ina wachezaji ambao hawana level kubwa ya elimu. Kwa hiyo ni fursa kwa maana ya sisi kuengage, kuwasaidia kwenye hiyo level. Kuna level fulani ya elimu mtu anafika, hawezi akawa na taaluma. Sasa sisi wataalamu ndo tunaingia sasa. Mwambia bwana, wewe una hiki, kwa hiyo kutumia taaluma yangu nitakusaidia ufanikiwe kwenye hiki. That's the only concept ya sports management. Sasa ni vizuri umeweza kutuweka katika picha kamili, lakini naamini Carlos, hivi vitu haviji wanasema from blue moon, yani kikaja tu ukaamka ukasema kwamba nitaweza kufanya hivi. Lazima kuna chanzo ambacho kilikuwepo kusema kwamba nataka nifanye hivi, lakini lazima nianzie hapa katika mpira wa miguu ambapo nimeona hiki hapa kikikaa sawa na piga kwa hatua. Why football? Yani kwa nini uliona kwamba starting point ianzie hapa katika mpira wa miguu? Motives ziko nyingi.
lakini motive namba moja ni passion ya mchezo wenyewe. Mimi at some level nimecheza mpira. Kwa hiyo kuna level nilifika, mzee akasema nenda shule. Mimi nilikuwa nimesoma Songea pale, nilikuwa nimepata chance ya kusajiliwa, lakini mzee akasema achana na hiyo, nenda shule. Kwa hiyo nilikuwa na malengo ya kucheza mpira, nilikuwa na malengo kuinvolve kwenye mpira. Sasa nimekwenda shule, nimemaliza masomo yangu, naingia vipi kwenye mpira? Unaona, kwanza kuendeleza ile passion, being on to passion. Lakini pili, mimi ni rafiki sana wa wachezaji. Ukiachana hata na kabla hata sijaanza hizi kazi, tunafanya wote mazoezi, tunakaa wote mtaani, unaona. Lakini tatu, mimi ni professionally, mimi ni mtu wa business administrations. So na nimefanya kazi katika sales and marketing departments wakati nimeajiriwa. Kwa hiyo if I can sell and market na naona fursa za wachezaji, kwa nini nisiingie nikafanya nao kazi? Lakini mwisho mimi niliona kuna eneo haliko sawa, eneo la on how to commercialize hawa wachezaji nje ya pitch. Naweza nikasema sisi ni among the first companies ambao tumeingia kwenye hilo soko. Kwamba yule Kibu Denis ambaye anafanya vizuri uwanjani, ni jinsi gani anaweza aka cooperate, akaleta pesa nje ya mshahara wake ambao analipwa na timu yake. Kwa hiyo kutumia kipaji changu cha sales, kipaji changu cha marketing, nimeweza kuengage some companies jinsi ya kupartner nao wachezaji, kuleta win-win situation kwenye biashara zao. Kwa hiyo hizo ndo motives ambazo zimekuja on to why tumeestablish kampuni. Kuanza jambo ni jambo gumu. Mimi myself been a basketballer, kwa hiyo naelewa kile ambacho kipo. Kuna most talented people, lakini ndio the most hard people kuwa convince katika kitu fulani, kwa sababu wao wanajua tu. Na unasema kwamba unapokuwa au mtu anapomwona mtu ni mgeni au mtu ambaye nimemzoea, kuna ugumu wa kukubaliana au kuendana na kile ambacho mtu anakwenda nacho. So approach yako kwanza ilikuwa ni nini katika ulipoingia katika eneo hili la biashara hii, kuweza kusema sasa nataka niwe na wachezaji niwasaidie katika malengo haya? Unajua, lazima kwanza uangalie weakness za industry, kwa maana ya mindsets za walengwa wenyewe ambao ni wachezaji. By then all players walikuwa nafikiri manager ni fisi, yani ni mtu ambaye anataka tu akufilisi, anataka tu hela yako, anataka ingie ili afaidike, unaona. Kwa hiyo mindset ya kwanza. Lakini pili, hii kazi yetu Patrick, ukiangalia vizuri, if you do a critical analysis, it's a non-profit business. Sijui manager gani au agent gani atakuja hapa atasema mimi napata pesa out of this work. And it's very hard. Na hata mimi huwa nashauri wenzangu kwamba unless you have another task to do out of that, ndio unaweza kuipenda na kuifanya hii kazi. Unaona? Kwa hiyo kwa approach wachezaji ilikuwa ni kujitolea tu from the beginning. Have a look of what I'm gonna do for you. Umeelewa? Na mimi mchezaji ambaye alikuwa wa kwanza kwenye profile yangu ni Miraji. Madenge. Sheva. Umeelewa? Sheva was the first born. Umeona? Sheva ile dili lake la Simba mimi ndo nilistrike. Mimi ndo nilistrike, niliweza kuapproach viongozi, tukafanya ile biashara. Alafu kulikuwa na challenge pale. On how I was trusted sasa.
nimeingia kwenye ile biashara, coach Patrick Osem sijui kashaondoka kwenda Ufaransa, si Belgium, kashaacha jina la winga ambaye anatakiwa asajiliwe. Kwa hiyo kaondoka, anaingia kocha mwingine. No. Before he went, alitoa report akasema kwenye hii position nataka huyu na sio Miraji Athman. Okay. Kulikuwa kuna mtu mwingine. Mtu mwingine. Mimi nilipoingia pale nikaambiwa kocha Kwa hiyo I had to convince wale viongozi kwamba Sheva is better than that. Yeah. I did it. Na wakampigia kocha pale. Kocha akasema if that's the case, unless mshindwane kwenye vitu vingine. Umeona? Kwa hiyo vitu vingine havikuwa issue. At entry point, unajua. Kwa hiyo tulikubaliana, that's how Sheva came in. So Sheva saluted me like, hey, umeelewa? Sasa Sheva was a friend to Zawadi Mauya. Lipuli hiyo. So it was easy for Mauya to come in. Na tena Mauya nika strike kwenda Yanga. Okay. So umepiga moja huku, umepiga moja upande huu. By then Muhammad alikuwa rafiki yangu yani. Okay. Muhammad Hussein rafiki yangu yani, tunakutana, tuna visit each other na nini. So nilianza kama brand manager endorse kwenye influencerships na nini, ndo baadaye nika capture the whole business. So issue kubwa hapa ilikuwa huyu mchezaji kuelewa kwamba huyu jamaa anakuja kwenye maisha yangu kunisaidia, kitu ambacho kwenye concepts za wachezaji hakikuwepo. Namuona mtaani unanisaidia au tapeli huyu, mpaka lugha inayokuwepo. Of course ana nini bwana huyu ana nini. Alafu kipindi hicho sasa kulikuwa na watu wachache, brothers kama of course Shafi, you know, kina Jamal Kisongo, umeona, kina Saidi Tuli. Saidi Tuli sasa huwezi ukamtamka kwa mtindo huo kwa sababu alikuwa kiongozi wa Simba. Though alikuwa anafanya pia, umeona, katika some extent. Kulikuwa Mheshimiwa Waziri Damas Ndumbaro. So walikuwa wachache, lakini walikuwa hawafanyi katika commercial level nje ya mpira. Ndio mimi nikaiona hiyo fursa nikapenetrate kwenye iko kipengele. Sasa umenigusia jambo moja la msingi sana hapa kwa ujio wa Sheva na kuwepo hapo. Sasa swali linakuja hapa. Nikiangalia naweza nikaona ushuhuda, tumeweza kusafiri na wewe mara kadhaa na nimeona pia vitu ambavyo mko ukifanya kwa kutumia baadhi ya wachezaji katika kutengeneza commercialize ili wachezaji wa hivyo. Ina take vipi? Yaani mchezaji hujapata deal. Mna manage kama kampuni. Sometimes inaweza kachukua miaka miwili mchezaji deal lake kutiki. Au sometimes mchezaji anaweza akachukuliwa kwa kiwango kidogo. Hapa katikati financially na nini? Au ni wakati huo tu ambapo anasaini mkataba tu ndo mnakuwa naye? Sasa ndio maana tunasema sisi tunafanya management. Sio agent. As an agent, me I don't like that name. Okay. Unajua kwa sababu ukiangalia job descriptions za agent unamkuta zaidi, unamkuta kwenye kunegotiate mkataba wa mchezaji. Unaona, baada ya pale of course sisi kama Calpro tunaye agent, as an agent, FIFA licensed agent tunaye kwenye kampuni. When it comes to that representation tunaye. Lakini sisi tunafanya management kwa maana ya 360 from the beginning to the end. Na mikataba mingi, Patrick, I'll tell you, sio mikubwa. You would find a very few big contracts kwenye kampuni. Kwa hiyo 70-80% ni ile low contracts, penetration entries. Umeona ile midogo. Jinsi ya kufika katika maeneo. Kwa hiyo unakuta mchezaji anaenda kwenye mkataba, anaenda kulipwa milioni 15 kwa mwezi, kwa mwaka. Sorry, that's per season, kwa mwaka. Mfano nitakupa. Ndio.
ratio ya 15 million mshahara wake hauwezi ukazidi 1.5. Very true. Ukirationalize, unaona? Yeah. So milioni 15 wachezaji wetu ukiwapatia cash, I'll tell you, mwezi hautofika. Hana pesa. You're not serious. I know. Kwa sababu kipindi kwanza anapata ile milioni 15 ni kama miezi miwili hapa amekaa bila ya kitu. Yeah. Amekopa pesa ya kodi, amekopa pesa kwa mangi, anadaiwa, and there's a background of familia, people who are looking forward into same money. Mama, baba, shangazi, you know, amesajili, amepata hela, unajua. Kwa unajikuta na yeye anataka labda anunue kiwanja, ajenge, amalizie nyumba yake, you know. Kwa unajikuta hela hawa hawana pesa at that level. Lakini pia sisi kama management kuna percentage tunachukua katika hiyo pesa. Kwa mfano let's say sisi tunachukua labda 10%. 10% of 15 ni 1.5. Umeona? Ni ndogo ambayo mimi 1.5 labda naichukua na sustain nayo miezi 12. Ndio maana nakwambia hii biashara haina faida, of which kwa lifestyle yangu mimi ya kawaida 1.5 naweza nikaitumia hata kwa siku. Yeah. Bado hujapiga hapo simu, hujaenda huku, hujaenda hapa. Umeelewa? Yeah. It cannot even afford an African ticket. Yeah. Tukienda sisi Cairo, tiketi yake inakuwa zaidi ya milioni 1.5. Umeelewa? Yeah. Yeah. Kwa hiyo sasa unakuta hapa katikati any challenge, financial challenge, call ya kwanza itakuja kwangu. Bwana mwenye nyumba ananisumbua. Umeona? Sasa it's either mimi nimsettle mwenye nyumba au niongee naye. Sasa na play kama baba sasa. Mlezi, mwajiri. Kama you know, ndo management ilivyo. There's a time una brother, there's a time unakuwa baba, there's a time, you know. Kwa hiyo bwana mwenye nyumba msikilizie kidogo, in 2 months anakuwa atalipa hela, au kama mimi nalipa. Bwana kuna issue ya umeme nyumbani, kuna issue sio fundi kafanya nini. Hiyo yote inakuwa. Kwa hiyo sasa ile 1.5 ambayo tunaiongelea inaisha, inazidi. Umeelewa? Yeah. Na mimi nikisafiri labda nitakuja na boot. You know, mimi siwezi kununua kiatu cha mchezaji ambacho sio original boot. I would buy from $200 to $300. Exactly. Kiatu shingapi hiyo? Unajua kuna brand inatakiwa onekane kwa maana. Umeelewa? TV inamulika. Kelekana kiatu kimekaa hivi gloves ama goalkeeper. Unaona, there must be branded gloves, original gloves, kits. Au zawadi tu ndogo ndogo za kumotivate mchezaji kama familia na nini. So unajikuta kwamba ni wito zaidi ya kazi. Kwa hiyo hapa Carlos unachoniambia kuna concept ambayo Watanzania wanayo, ambayo tunayo, niseme tu ambayo tunayo, kwamba tunaangalia upande wa mchezaji zaidi kuliko upande wa yule ambaye amewekeza muda na pesa yake kumfanya yule mchezaji awepo pale. Si ndio? Sahihi. Ndio maana hiyo. Sahihi. Haya. Huyo bwana ni Carlos Mastermind, ambaye yeye ni miliki na CEO wa kampuni Carl Sports Management. Sasa tunaenda katika matangazo. Tukirejea hapa tutaenda ndani zaidi kuangalia nini unapaswa ufanye, wapi ambapo Carlos amefikia katika kazi hii ambayo anaifanya katika kukuza wachezaji na kubadilisha mindset za wachezaji. Tuende kwenye matangazo.
Well, tunarejea na nipo na Carlos Mastermind ambaye yeye anamiliki na ni CEO wa Sport Management Company ambayo ni Cal Sport yenye wachezaji katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Tumeanza kipindi tukizungumzia alipotokea na kile ambacho kipo katika dhima nzima hii. Lakini narejea kwako Carlos, ukiwa umeshanieleza mambo kadhaa. Swala linalokuja hapa ni kwamba ina take time. Nimeona kwamba investment mpaka mchezaji uweze kupeleka kishawishi pesa yako, kununua kahawa, mkae na timu, wakati mwingine ukae unausubiri uongozi wa timu kwa masaa 6, masaa 8 na vitu kama hivyo. Sasa struggling ikoje hapa? Mchezaji anajiona kwamba niko vizuri, yuko kwenye management yako, alafu timu hapati. Hali inakuwa vipi na unaitatua vipi? Kwa sababu umezungumzia swala psychology. Unaitatua vipi hilo swala kumweka katika hali ya kawaida kwamba anapoingia uwanjani kama pale fursa imepatikana asiwe katika hali ya chini? Na nitakupa mfano ambao unaweza pia ukatueleza kama ni wakati sahihi. Moment au struggling ambayo amekuwa akiipitia Kibu Denis. Toka amekuwepo swala lake raia, lakini performance ambayo amekuwa nayo, kila mtu akiona anaanguka anakuja anafanya wonder katika vitu kama hivyo. Yani case study. How did you deal with Kibu Denis? Kwanza kabla sijaingia hapo uliuliza swali la kwanza lile la apati timu na nini, unaona. Kwanza wachezaji waelewe kwamba kwa maana ya uhitaji wa mchezaji ni mahitaji ya club. You can be a very good winger, lakini level yako wewe unayotaka kwenda hawana uhitaji wa winger, au wana uhitaji wa winger lakini sio kaliba yako. Okay. Wingers are different. Mwingine anapenda winger anayekimbia, mwingine anapenda winger anafunga, mwingine anapenda winger anaingia ndani anacheza ndani. So mwingine anapenda hate, mwingine strength. Yani mahitaji ni mengi. Technical bench waga ina propose tofauti. Lakini kiukweli sisi hatujawahi kupata challenge kama hiyo kwa 100%. Mara nyingi waga kama mchezaji yuko tayari unamuona tu automatically ana penetrate anakwenda. Umeona. Kwa issues kama hizo ni changamoto za lifestyle sasa. Kibu alikuwa na changamoto zaidi ya moja. Ya kwanza ni hiyo ulosema, ya issue ya uraia. Lakini issue ya pili, afungi, he's not scoring. Msimu mzima sijui, umeona. Na Kibu sio mtu au is not a type of a player ambaye ana engage. Kibu is a very lonely person. Very humble, lonely. Anakaa peke yake sana. Yani akimaliza mazoezi, gari yake ataenda nyumbani. Nyumbani kwake yuko mwenyewe. Sio mtembezi, sio mtokaji, sio mtu wa kuengage, unaona. Kwa mtu kama huyu unaweza kusema inawezekana anapata sana shida when it comes to kusolve matatizo yake. Lakini Patrick, nitakwambia ukweli. Katika wachezaji ambao mimi nimekutana nao wenye mioyo positive, Kibu is number 1. Wow. Kibu is a number 1 positive mind player. Kwanza kama unavyomuona, muda wote anatabasamu tu. You know, he doesn't take things very serious always. Hajafunga sasa bro utafunga. Nafasi itafika tu. Itakuja nitafunga, you know. He is never serious on issues ambazo wewe unahisi zinamdemoralize mchezaji, unaona. Lakini I justify kwamba huyu mchezaji usidili naye, unaona. So mara nyingi huwa naongea naye. Kibu hapa shida ni nini? Ananieleza. Akinieleza unaweza kukuta solution yake sio watu wanavyofikiria. Sometimes watu hawafikirii kuhusu
game plans ambazo mwalimu au majukumu ambayo mwalimu alimpatia. So long as Kibu is attacking forward, wao watu wanajua anatakiwa convert afunge. Lakini hawaoni work rate ya Kibu. Bwana, today tunaenda kwenye defensive mind game. So lazima udrop, lazima muda mwingi uwe chini, lazima umsaidie fullback, lazima muda wote usiende juu, press. Lakini sasa mtu atakwambia hajapiga hata shuti golini, hajafunga hata goli, umeona? Kwa hiyo ndio maana nakwambia hiyo nayo pia inampeleka wale wakina sisi tusienda mazoezini. Yaani tunajaji kwa kutoka mazoezini na kuja kwenye dressing room hatupo, mazoezini hatuendi, game plans hatuzijui, tuna judge tu from the general concept kwamba attacking forward anatakiwa shoot, anatakiwa afunge, vitu kama hivyo. Lakini Kibu sisi uwaga tunamtengenezea akili yake ifikirie zaidi kwamba watu wanampenda kwa sababu ya work rate yake. So every time when he touches the pitch, kila mtu ajue kwamba a work rate person is in the pitch. Usikae idle Kibu. Kibu wewe ni mtu wa kupambana, kupush, kukimbia, kulaza, kuamka. Mwili unaruhusu. Na hiyo ndo icon yako. So every time mimi na encourage kwenye hilo. Kwa hiyo yeye when it comes kufunga ataona tu kwamba imekuja automatically nimefunga. Lakini icon yangu nimeitekelezea kazi. Hicho ndo kitu ambacho Kibu kinaweza kikamstress. Kwamba bwana uliingia uwanjani, hujakimbia, hujapush, hujakaba, you know. Lakini talking of afungi, sijui nini. Lakini mwisho players ambao Patrick kunaweza kukawa na breaking news sasa hivi hapa. Ukampigia ukamwambia umesikia, inamhusu yeye. Akwambia nini? Ni Kibu. Ni experience kwenye interview yake. Kibu is not a social media person. 100%. Yani issue ya simu ni critical kwa Kibu. Kwa ujue nani uko karibu ndo mtafute unaweza kumpata. Hiyo nayo issue nyingine. Kumpata tu kwenye simu, yani Kibu na simu na social media ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo unakuta hata hammers nyingi ambazo zinakwenda kwenye social media azimgusi direct. Hazioni. Vitu vingi mimi ndo naomba bwana umeona kitu fulani. Kitu gani? Akasema nani? Labda anamtumia okay kaka. Umeona? Lakini sio mtu ambaye atachukua simu yake atasema sasa ngoja nikae Insta niangalie dunia inaongea nini. That's not Kibu Dennis. Na inamsaidia sana. Na inamsaidia. Kijana mwenye hofu ya Mungu sana. Niko naye kambini namuona yuko na Bible yake tunakula. Kibu is a God fearing person. Yani watu wengi hawamjui Kibu Dennis. Lakini Kibu Dennis ni mtu ambaye very humble, ana hekima, sio mtovu wa nidhamu. Kibu ni yule mtu utamwambia njoo, atakuja pale pale. Naam kaka nimekuja. You know, that is Kibu Dennis. No matter how the big name is, how the performance he does, lakini Kibu ndo mtu wa mtindo huo. Sasa nije kwenye swala moja. Miaka ya karibuni. Naam. Pamoja na wewe umezungumza ukiingia katika katika eneo hili ukiwakuta kina Waziri Ndumbaro na wengine ambao tayari ni mabrothers kwako. Utandawazi umekuwa. Na katika utandawazi huu umezungumzia ufahamu au elimu ambao wachezaji wetu wanao. Kumekuwa na daraja. Daraja ambalo wachezaji wengi wamekuwa wakiamini. Watamwamini Patrick Nyembera kwa sababu ni mwandishi wa habari anakaa Azam TV na anazungumzia mpira. Hao watamwamini rafiki yangu Jeff Lea kwa sababu ni mchambuzi. Ambaye ni mzoefu. Hao wataenda kwa Edo au nani na mention kwa sababu ni watu tunaoamudu rafiki zangu hao. Sasa maana yangu ni kwamba mnakabiliana vipi na changamoto ambazo kwa wakati mwingine unakuwa unaona kama kuna mchezaji anakuwa attack ili asipate namba. Zungumzia mitandao. Yani kumshusha thamani. Mchezaji mwingine akawepo. Yani vita vya kibiashara. Wakala mwingine anataka mchezaji wake acheze katika timu fulani. Anamsema mchezaji fulani. Asipate. Mifano ipo mingi, si vizuri kuimention lakini najua unanielewa na nakuelewa. Sasa hizi vita na wale wenye maso kwenye media
ambao wana penetrate kuja kwa wachezaji na umesema elimu ya wachezaji iko hivi. Mnapambana nazo vipi kuhakikisha kwamba wachezaji wanaelewa nini wanapaswa kufanya ili kwenda katika njia bora ambayo itawapeleka pale wanapotakiwa kwenda, hata pale wanapotandika daruga badala ya kupata msimamizi ambaye yupo tu kwa ajili ya usajili na kuondoka. Yeah, unajua Patrick, hata hii swala la management unakuta muda wote wewe unadili na changamoto, na ukizirate zile changamoto 1 to 10, psychology challenge ni maybe 7%. Umeelewa? Yeah, 7 to 10 I'm saying. Tuseme kwa 100 manake 70% ni changamoto za mindsets Nitakupa mfano. Mohamed Hussein kuna kipindi alikuwa na challenge kwamba kazeeka mzee. Umeelewa Yeah. Kwanza watu wajue Mohamed sio mzee. Mohamed hajazeeka. Mohamed is very young. Sema tu alianza kucheza akiwa pia mdogo na amecheza consistently. So people see him like every day. Umeona? Sasa kitu kama hicho, hawa wachezaji wana makundi tofauti, Patrick. Kuna mchezaji kama Mohamed akisikia au akiona atacheka. Kwanza atashare na mimi huko anacheka. Hebu angalia hiyo kaka. Umeelewa? Lakini kuna mwingine hatolala. Kabla sijaingia deeply, nitakupa mfano mdogo. Juzi nilienda Ruangwa kuangalia mechi ya Namungo na Simba. Yeah. Ile mechi Simba alishinda. Lakini fullback wa kushoto wa Namungo, Anthony Mligo, ni mchezaji wangu mimi. Okay. Yes. He's a very top left back. Yeah. Ambayo tunafikiria in the next seasons atakuwa labda kwenye national team au ataenda nje kabisa. Lakini ile mechi alisababisha penalty ambayo ilimwangusha Shomari Kapombe. Ndio. Pande ule kule. Hivi unajua Patrick, baada ile mechi Anthony hakuja mimi hotelini kwangu. Nilimuita akasema bro nisamee bwana siwezi kuja. Hata pale mechi ilivyoisha nilimuita akasema sawa nitakucheki bro. Umeona? Lakini mwenzie Najim alinipigia ananiambia bwana bro unajua Anthony anajisikia vibaya kafungisha mbele ya bosi wake. Umenielewa? Kwa hiyo mimi ilibidi saa 6 usiku nitoke hotelini kwenda kambini kwao. Nikamuamsha, nikakaa naye kwenye gari. Muda mrefu tumeongea. Nikamwambia come on Anthony vipi bwana? Achana nayo mambo. Baada ya pale bro nimekuelewa sasa akili imerudi. Ni kwa sababu yeye ni one of the juniors ambao walishindwa kuhandle kwamba Carlos is on the stands ananiangalia, lakini it's a big match against Simba ambayo tunajua hii inaweza kutoa kabisa. So vitu kama hivyo. Lakini ukija kwenye wachezaji kama Mohamed Hussein, yeye atacheka tu. Atasema hawajui wanaloliongea, achana nao. Umeona? Kwa hiyo sisi tunachokifanya uwaga kila siku tunaongeza ushauri kwamba Mohamed, hivi kuna neno gani kwenye mpira hujawahi kulisikia? Football is competitive. Kuna mchezaji wa kwanza, kuna mtu yuko nyuma ya mchezaji, management, kuna coach, kuna kila mtu ambaye yuko nyuma ya kila mtu. Umeona? Kwa hiyo it's not easy. Hizi ndio changamoto zenyewe ambazo unatakiwa kukutana nazo. What you're supposed to do is hard work, focus, determination. Bas. Hivi vitu vingine tuachie sisi. Yeah. Na mimi mimi ni rafiki wa watu wengi wa media. Ni marafiki zangu wachambuzi hao kina Jeff Leah ni wanangu, kina Edo kina nini. So pia kuna aina ya kuwa approach. Sometimes wako right wanavyoelezea vitu. Lakini sisi inaweza katuuma, lakini we must know kwamba ile ni profession kama profession ya mchezaji anavyocheza. Kwa hiyo kitu cha kwanza you must respect maoni ya mchambuzi kwa sababu ni professional.
Lakini pili, kama kishikaji unaenda inbox unamwambia ila mwanangu ile unawasha sana. Ile ilikuwa ngumu ile, mtacheka mtaacha, sio kumkataza. We really respect the media. Carlos, unafanya kazi nzuri sana na ulivyoniambia hapa, I want to know. Inawezekana kana kushtua, lakini I want to know. You mna endo vizuri. How do you handle situation ya mmoja wa magolikipa ambaye mimi kwangu mimi naona ni kama haki haijatendeka na anahitaji psychological yani msaada wa kisaikolojia zaidi. Komeni mmoja wa magolikipa wazuri, yani toka incident yake ile imetokea simuoni kwenye kikosi, simuoni wapi, yani as a person najua inavyokuepo. Umetoka katika level kubwa, umekuwa na season iliyopita umekuwa na clean sheet kadhaa nyingi, lakini inatokea situation ambayo inakutoa, na situation hiyo as I say before inakuja kwenye social media, inakuwa pumped na vitu vingine vingi ambayo inafanya mchezaji sasa akose nafasi yake au ile kujiamini tena. How do you deal? I'm getting emotional. Unajua issue ya Komeni ni very critical, kwa maana ya unamuonea sasa yeye huruma. Sio critical kwa maana kosa kufanyika ama mimi siliiti kosa, unaona. Sehemu ya mchezo. Sehemu ya mchezo. Komeni, nitakwambia Patrick, hii nchi ya Tanzania, Komeni is one of the top goalies. I agree. Top in terms of hate, in terms of determination, in terms of hard work, catching styles na nini, is top. Na discipline Komeni ni kitu kingine kabisa. Yaani yuko kwenye level ambayo haipo. Is a top disciplined player. Kwa hiyo mchezaji wa mtindo huo always unafikiria kwamba atarudi. You know, atarudi. Sasa tatizo kama lile lilivyotokea, mimi kitu cha kwanza Patrick, sikuwepo uwanjani. Nilikuwa naangalia mechi ofisini kwangu. Half time kuelekea mwishoni, dakika kama ya 80 hivi, mimi niliwasha gari kwenda uwanjani kwa lengo moja tu la kumchukua kurudi naye nyumbani, kwa sababu I felt ingekuaje, unaona. Kwa hiyo nilifika pale nikapark gari yangu sehemu ambayo naweza nikamchukua haraka. Vipi sasa? Tukaingia kwenye gari tukaenda nyumbani. Kitu cha kwanza nilichomwambia, kumsifia, hongera kwa mchezo. Master, bwana tumefungwaje? Umeona? Nikamwambia timu imeshinda. Timu haijafungwa. Timu na ndo concept ya mchezo kwamba Yanga got 3 points. Makosa yaliyotokea unawezekana ukawa involved, lakini moja kwa moja hatuwezi kukulaumu. Ni part ya mchezo. Kaka, sasa itakuwaje? Unaona hizi timu, unajua mashabiki. Sasa hapo anawaza mashabiki. Naambia mashabiki wataongea. Watawawezi kuacha. Timu ni yao, wataongea. Unajua Yanga na Simba sio teams ambazo zinakwenda kwenye kiwanja thinking watafungwa hata goli moja. Hata 6-1 kwao, lile moja kwao, someone must talk about it. Umeona? Kwa hiyo itaisha, hii itapita. Sasa issue ikaja, the next game hayupo. Hiyo ndo ilikuwa mbaya zaidi, unaona. Sasa na mimi ni I'm a type of a person ambaye hata siku moja siwezi kuengage technical bench au viongozi kwenye mambo kama yale. Na naheshimu sana. Wao ndio wako mazoezi. Wao ni mashahidi, engineer Hersi na technical bench. Siwezi hata siku moja kuuliza bwana mbona mchezaji hajacheza au mbona hajakuepo kwenye kikosi. Kibaya zaidi, Komeni was not even part of the squad. Yani mbao ndefu anaita, sio? Mbao ndefu. Alafu aliyeingia pale alikuwa assistant, alikuwa goalkeeper wa under 20. Nice.
Ile pia ndo ilimdemoralize zaidi. Sasa mimi concept yangu ni moja tu kwamba rotation bro. Mna magolikipa 4 Yanga. Kwa hiyo that was your match. Nyingine itakuja kuwa ya mwingine, kwa hiyo yako pia itaingia. Kwa hiyo ilikwenda ile situation kiukweli ilipotea kwenye kichwa chake. And mimi kila siku namwambia Khomeini, hujakwenda Yanga kuwa first goalkeeper. Wewe unaongelea kudaka, umedaka mechi ya mpaka ya Champions League. Unaona? Andre Onana assistant wake. Siku akidaka huyo Onana either injury au kwenye kikombe cha aina nyingine. Though tunasema sio goalkeeper anafungwa, you know. Kwa hiyo goalkeeping is different from wachezaji wa ndani. Kwa hiyo hujakwenda Yanga kuwa first goalkeeper. Unaenda kugombania namba. Umekwenda Yanga kwa ajili ya kufanya challenge timu ipate ushindi siku zote. So if you get a chance, usiwe na hiyo pressure kwamba Yanga wananitegemea mimi kuwa kipa wao namba 1. No. Hiyo level itafika. Muda wake utafika. You are still a junior. Hata wakina Diarra, they did not just come in. Hata Diarra kwenye juzi tu Mali hakuwa first goalkeeper. But is now a first goalkeeper. Kwa hiyo siku itafika wewe Yanga utakuwa Diarra namba 1. Hiyo ndio mindset nikwambie ya mastermind. Carlos Mastermind akiwa anatuelezea, na nimejaribu kupitia katika maeneo ambayo yamekuwa na maswali. Sasa unapompata mwenye ngoma, basi ni sehemu sahihi ya kwenda kumuulizia. Lakini swala kubwa, kwa nini wachezaji wetu hawatoboi kwenda kucheza nje, na nini ambacho Carlos Mastermind na kampuni yake wanakifanya katika kuhakikisha endorsement zinaendelea kama pale walivyofanya zile event za Usu Mauya na Mwamnyeto pamoja na nyinginezo. Twende katika matangazo, tutarejea. Ni sehemu ya interview yetu ambayo karibia inafikia pomoni kabisa, nikiwa na Carlos Mastermind, Carlos Sylvester, ambaye ana Carlos Sports Management inaomiliki wachezaji kadhaa. Na amegusia mwanzoni kama ulikuwa hujajiunga nasi kwamba nia si tu mpira wa miguu bali kwenda katika kumanage michezo mbalimbali kutokana na kile ambacho watakuwa naenda nacho kwa mpangilio wao. Carlos, tumeongea mambo kadhaa. Najua bado tuna mlima mrefu sana. Tutapata nafasi, tutapiga exclusive nyingine. Iwe Tanzania, iwe Misri, iwe Ujerumani, tutakaa. Lakini sasa swala langu mimi linakuja hapa. Licha haya ambayo mnayafanya, tumeona wimbi la wachezaji wa kigeni kuwepo hapa na performance yao iliyokuwepo. Lakini wachezaji wetu sisi wengi wanaotoka wanatoka katika kiwango kizuri na unaona wakiwa na perform. Nini ambacho kinawakwamisha? Kwa sababu wengi wanarudi hapa nyumbani. Ukiachia wale ambao wamekuwa stahimilivu kwa maana ya Captain Mohamed Bwana Samata, tuliangalia Thomas Ulimwengu alipokuwa anapambana kuendelea kupata huko timu, Emidi Mao Mkami jinsi alivyo, Baraka Gamba Majogolo na kile anachongangania. Lakini hiyo ni namba ndogo ya wachezaji wetu. Wengi wanarudi, wameondoka katika kiwango kizuri, wengine wanaenda Serbia, wanaenda wapi, wanarudi hapa. Nini ambacho kinawashinda kuweza kupambania nafasi huko wanapokuwa? Unajua changamoto ni nyingi. Na changamoto za mpira kama za maisha tu ya kawaida. Mfano mimi nitakwambia Carlos, mimi nasafiri sana kwenda Ulaya na nchi zingine. Ujanja wangu wote huu siwezi kuishi nje ya Tanzania zaidi ya mwezi mmoja. Umenielewa Nakuelewa vizuri. Mtu mwingine anaweza kashangaa, mbona ukaiza? Yani mimi siwezi. Ile wiki ya 3 kuelekea ya 4 nyumbani kichwa kishaanza kuwaza bongo you know, homesick. Sasa ile homesick na changamoto zingine zina drive through kwenye industry zote. Lakini sio concept ya kwa nini wachezaji wanashindwa kucheza nje. Watu wengi huwa wanahisi kwa mfano kwa Ulaya wanahisi hali ya hewa. Umeelewa? Kwenye maswala, mimi nikisema maswala 10, inawezekana hali ya hewa au changamoto ya chakula likawa la 9 au la 8 au la 7.
Nitakupa mfano. Sisi Tanzania, nchi yetu haina joto kali kama Colombia kabisa, kama Brazil pia. Umeelewa? Lakini wachezaji wa Kibrazil wako Ulaya wengi. na wanaperform vizuri. Kina Luis Diaz wa Colombia. Colombia is very hot, brother. Sana. Uruguay, hizo nchi zote very hot. Lakini pia wachezaji wao wako Ulaya na wanasustain kwenye baridi vizuri. Yeah. Issues ni nyingi. Lakini ambayo mimi naiona kubwa zaidi ni professional lifestyle. Hiyo ndo ambayo sometimes inatufelisha. Professional lifestyle. Unakwenda sehemu ambayo mchezaji professional player ni kama uko jela. You are only entitled na mazoezi na timu. Bas, hauna maisha mengine nje. Hata kwenda saluni, kwenda kwa barber shop. Ndio maana unakuta most of the players baba anakuja nyumbani. Engagement huna, unakuwa managed, unakuwa followed, yani robotic. Yeah, you are so much into the team kuliko maisha ya kawaida. Sasa unakuta katika maisha yetu ambayo sisi tunaishi Tanzania, ni very few players wanaweza ka engage kwenye hiyo kitu. Lakini pili, Patrick, wakati unasajiliwa ni ngumu sana kupata nafasi kutoka especially East Africa. Wazungu hawaamini an East African player can give you a very big impact kuliko wa West na kaskazini huko. The rest of the world tuseme. Umeelewa eh? Kwanza kuna concept ya kibali. Kwa sababu mtu anaona kwa nini nijisumbue na documentations kwa mtu ambaye naweza nikampata Ulaya hii. Niko Uingereza, umeelewa? Naweza nikampata kutoka Sweden, EU ile tu. Kwa hiyo inakuwa sio issue, umeona? Kwa hiyo unaona ni jinsi gani ni ngumu, lakini pia unampata mchezaji ambaye hajaishi kwenye culture, kwenye misingi yenu. Kwa hiyo kwanza wazungu pia wana mindset kama zetu kwamba it's very hard kumfanya mchezaji hawe navyotaka mimi kutoka kule. Unaanza kudeal kwanza nje ya mpira. Kumshape culture, kumshape mazoea, kumshape nini ndo aje aingie. So hiyo nawe wanaona kama ni unless uwe exceptional. Kuna exceptional cases. Umeona? Lakini pili, Patrick, kuna fitna kubwa sana kupenetrate soko la Ulaya. Watu hawajui. Sio kipaji. Kuna fitna kubwa sana kupenetrate soko la Ulaya. Na ndio maana unakuta timu nyingi za Ulaya kwa mfano, unakuta the whole squad agents pale hawazidi 5. Agent mmoja anamiliki wachezaji 5, 3. They love to deal with few agents. Paka kocha anakuwa sehemu ya mtu fulani. Kwa hiyo kuna fitna kubwa sana kupenetrate. Mimi mara nyingi nikiwaga Uingereza na hook up na kaka yake Welbeck. Welbeck ambaye mwishoni hapa nimeona Marcus Rashford amemwengage ili finalize deal lake la Aston Villa. Kaka yake Welbeck ni one of the best agents Europe. Ukikaa naye akakueleza ni jinsi gani wana win mchezaji kwenda kwenye timu, kaka unaweza ukaacha hii kazi. Yaani unaweza kuambia wachezaji wako katika vitu msiwahi kufikiria ni kwenda kucheza Ulaya. Lakini sasa Carlos, hebu ngoja niweke hapo. Of course muda wetu unakatika, nitumie fursa hii hapa kwenye eneo hili hapa. Kwa mfano umegusia hipo. Tuna fursa ya AFCON, tuna fursa ya CHAN. Serikali inaweza kutumia vipi nyie? Kwa maana kwamba tumeangalia katika nchi nyingine, tumezunguka World Cup nyingi. Unaangalia ile engagement ambayo World Cup inaendelea, lakini kuna maeneo au AFCON, maeneo ambayo wale loko wanacheza ili kuattract wale mawakala na nani wanaokuja hapa. Sasa engagement yenu nyinyi, yani mtu engage, mnaweza mkasaidia nini katika sio tu kwamba tuna host, lakini watu watoke na vitu vingine kutoka hapa. Kwa mfano kama wale watoto, kuna Hispania,
kuna watoto zaidi ya 30 ngapi walichukuliwa wakati ule Setaville. Leo hii najua kwamba bado story haijafika hapa. Watu wengi wajui. Watoto zaidi ya 38 wa Tanzania wako katika nani sehemu mbalimbali. Lakini sasa wataondokaje hapa? Kwa yani nyinyi mnaweza mkaplay part gani? Kitu cha kwanza sisi katika issue hiyo tunatakiwa tuwe engaged. Umeelewa tunatakiwa tuwe engaged na serikali kwa sababu kwa mfano mimi nitajipa mfano mimi nimesafiri sehemu nyingi, nimeona wa Tanzania ambao wanatamani kucheza timu yetu ya taifa ya Tanzania, lakini inawezekana hold Tanzanian passport, lakini they wish wacheze timu ya taifa ya Tanzania. Mzazi anakuambia sitaki hata kusikia, kwa sababu thinking kwamba akijulikana ni Mtanzania, yani kama ile fursa yake itafanya nini? Itapotea. Kumbe kuna issues kama FIFA passport. Anaweza kamiliki passport yake ya huko alipochukua, lakini pia akatumia FIFA passport kuichezea nchi yetu ya Tanzania. Sasa awareness, umeona? Kwa hiyo sisi ni watu ambao tunaweza tukatumika kwanza kupeleka awareness at street level, at regional level, awareness of kwa watoto, kwa wazazi, umeelewa? Lakini pili, kustimulate tournament yenyewe. Kwa mfano tuna CHAN mwezi wa 8 hapo. Ilitakiwa unavopita Manzese, Mabibo, Magomeni, uone yani kuna kitu mwezi wa 8. Sasa hizo ndo engagement za hizo level za chini. Watu kama sisi tunatumika kwa sababu we know the streets. Tunajua pale Magomeni utamwona nani, kuna viwanja pale watoto wanacheza, tuna involve, tuna marafiki, ma scouts wa nje tunawaalika, wanakuja. Lengo la scout sio tu kuangalia kipaji kwenye mechi. Scout anakwenda mbali zaidi mpaka kujua huyu mchezaji nyumbani kwake ni wapi, ameishi katika maisha gani, na nilivyomuanalyze ana fit napotaka aende. Kipaji sio kucheza mpira tu. Ipo vitu nyuma. Kuna vitu nyuma, kuna kitu kifuatilia. Hata mimi navyo scout wachezaji au tuna Sabri Kasongo anavyo scout wachezaji, angalie tu uwanjani anatoka mbali. Unaweza ukaenda ukaenda sehemu kaambia huyu mchezaji mzuri lakini mlevi huyu. Wala kama sisi mimi nadhani kwa tutakuwa na version 2 kama nilivyokuambia, kwa sababu bado nina mambo kadhaa ambayo nataka tuyagusie. Nilikuwa nataka niligusie hapa lakini nasema sitaligusia kwa sababu ligi si tunamaliza hapa. Sahihi. Kabla tujamaliza ligi tutakuita studio tuweze kulizungumza. Lakini nichukue shukrani kwa kuweza kufika kwako na kuweza kupa ndo bila kuficha, kuwa open katika yale ambayo yapo kwa wachezaji wako na kile kinachoendelea. Ziada nikushukuru sana Carlos. Shukran sana. Asante sana. Always. Haya, huyo ni Carlos Mastermind ambaye yeye ana kampuni yake inayojishughulisha na kumanage wachezaji. Wewe mzazi ambaye upo unaweza kuwa umesikia na nini ambacho kinapaswa kufanyika, lakini wewe mchezaji pia unao wakati na nafasi. Unaweza kuwa unamkutana naye na unamchukulia poa, lakini ndani madini ndio yako hivyo. Ni muda wa kujiengage katika management zinazoeleweka, sio management ambazo zinaweza baadaye zikakuletea ugomvi. Sina mengi ya ziada. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu.